Kwa kadiri ilivyo taratibu na taarifa zao nimezisikia, pamoja na kwamba Dudubaya hajanitaarifu, pamoja na Wastara pia hajanitaarifu, pamoja na kwamba wanajua uwepo wangu kama kiongozi wa kimila ambaye pia na mimi naweza nikahusika na baraka. Mimi niwaombee kila laheri. Lakini katika kuwaombea kila laheri nina angalizo kubwa sana. Mimi ni kiongozi wa kimila. Mimi ni mzazi. Ndoa sioni. Ndoa sioni. Hakuna ashindwe. Wakati mwingine niliweza kutabiri mambo makubwa magumu mazito na yalitokea mpaka watu wakanifuata wakasema hapana, wewe unawezaje kujua? Nikamwambia kujua ni hekima ya ziada na kujua ni hekima ya fizikia. Maana yake ni ile time travel, kwamba naweza nikaenda mbele ya muda kwa safari ya zaidi ya mwanga na nikaona yatakayokuja baada ya miaka kadhaa. Lakini mara nyingi napenda kuconnect ya miaka mifupi na miezi michache ili kuweza kuweka attention kwa watu waweze kutambua kwamba ipo nguvu iliyo rasmi katika kuishi, supernatural power ambayo yeyote akiitii inaweza ikamsikiliza na ikamfaa. Kwa hiyo ninapoeleza hivyo na maana kubwa, nimeweza kuchungulia na nimeweza kuona kwamba sioni ndoa. Huo ni uongo. Au sio bana? Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Bwana, nimekuja kwako Mfalme Dr. Fadhili tuzungumze kuhusu kinachoendelea kati ya Dudubaya na Wastara. Na imani kabisa umeona na wewe ni kiongozi wa kimila na tamaduni. Karibu uweze kuzungumza kuhusu hilo wewe kama kiongozi. Asante mtangazaji. Ni kweli kabisa kwa namna ya hali ilivyo. Mimi niwapongeze sana kwa sababu ninapozungumza niwapongeze. Dudubaya namfahamu kwa sababu ni kijana wetu hapo Mwanza. Namuita kijana si kwamba namzidi umri, lakini kwa kadiri ya ilivyo mimi ni kiongozi wake. Ninapozungumza kiongozi wake na maana kubwa. Lakini pia Wastara namfahamu Wastara kipindi bado yuko na Sajuki. Kwa hiyo ninazungumza watu ambao ninawafahamu. Kwa kitu walichokifanya, wamefanya kitu kizuri. Na niseme tu wazi kwamba wamefikia maamuzi ambayo ni maamuzi mazuri tu, kwa sababu wote ni vijana. Na kwa kadiri ya ilivyo, maisha huwa yanahitaji sifa ya ukamilifu. Na ili mtu aweze kuingia kwenye ukamilifu, kama ni mwanamume basi awe na mwanamke, na kama ni mwanamke ili awe kwenye ukamilifu lazima awe na mwanamume, na tena sio tu mwanaume kweli kweli. Kwa kadiri ilivyo taratibu na taarifa zao nimezisikia, pamoja na kwamba Dudubaya hajanitaarifu, pamoja na Wastara pia hajanitaarifu, pamoja na kwamba wanajua uwepo wangu kama kiongozi wa kimila ambaye pia na mimi naweza nikahusika na baraka. Mimi niwaombee kila laheri. Lakini katika kuwaombea kila laheri nina angalizo kubwa sana. Mimi ni kiongozi wa kimila. Mimi ni mzazi. Ndoa sioni. Ninaposema ndoa sioni sipo kwenye ushabiki, kwa sababu najua mimi ni tofauti na wale ambao wanaweza wakapaka mafuta kwenye mgongo wa chupa. Ninaposema kupaka mafuta kwenye mgongo wa chupa, ninaona ndoa ikifungwa kwa shida kubwa, lakini pia ninaona jinsi ambavyo hawatakaa pamoja, kwa namna ya kwamba mmoja atakaa huku mwingine huku, lakini story itaendelea kuwa pamoja, lakini baadaye ndoa itakuwa imekufa katika kitu wanaita natural death. Kwa hiyo huu ni unabii wako? Si unabii, ni kitu ninachoona, kwa sababu mimi sio nabii. Mimi ni mtu ambaye ninaweza kwenda mbele ya muda na nina uwezo wa kurudi nyuma ya muda kwa kadiri ya ilivyo. Kama nilivyoweza kukufafanulia awali kwamba mimi ni mwanafizikia na mwanabiolojia, kwa namna ya kwamba maisha ni sayansi, na ndio maana unapozungumzia nature, maana asili kwa Kiingereza ndio wanaita nature. Na unapoulizwa what is nature always utaidefine kama nature is science. Sasa kama nature ni science, maana yake ni ukweli. Kuna kitu tumekuwa tukielezea kama time traveling. Hiyo ndio inaweza kupeleka mbele, ukaangalia aliyoko mbele ukihitaji. Kwa mfano kama mimi, huo ni uwezo wangu, na inaweza kukurudisha nyuma ukaangalia na ukawaambia. Nitakutolea kisa kimoja cha baba mmoja ambaye alilala usingizi wa ajabu, na kwa bahati mbaya sana alijikuta amelala miaka 500. Baada ya kujikuta amelala miaka 500, alipoamka alikuta watu wake wote hawapo, waliopo wote ni wapya. Na alikuta dunia imebadilika kwa kadiri ambayo sio ya kawaida. Alikuta magorofa mengine yameanguka, yamelaliana, mengine yameshaanguka, madaraja yamebomoka, wameungaunga tu na majani. Amekuta watu wanalima kwa kutumia soda badala ya kutumia umwagiliaji wa kutumia maji.
amekuta kuna polisi ambao hawana uelewa tena. Bahati mbaya alivyoamka kaona ngoja nikimbie hospitali. Alivyoenda hospitali akakamatwa, hajafika hata hospitali. Alivyokamatwa na polisi polisi hawakumhoji, wakampeleka mahakamani. Hakimu pia bila kumsikiliza akamfunga, akamhukumu kifungo. Wakati ameingiza kwenye kale kagari kachuma, kanondo za chuma ili aweze kupelekwa kifungoni, akafungwa kabisa. Lakini alivyokuwa kule akili katulia, kajiuliza swali. Mbona kama hao watu hawanisikii, yani wananikamata tu, hata sina makosa, nina shida gani? Mbona hao watu siwaelewi? Akagundua hao watu wana upungufu wa akili zao ndogo. Sasa kwa kuwa akili zao ndogo, nifanye nini? Ngoja nikamdanganye bwana jela kwamba hakimu amesema mnifungue, mnisamehe. Alivyomwambia akamfungua, akasema hamna shida. Yani kile unachosema wao wanatii tu. Yani ni nchi ya wapumbavu. Basi walipomfungua akaondoka, akakamatwa tena na polisi. Alivyokamatwa na polisi, akauliza mbona tena mmenikamata na wakati nimetoka kule wamenisamehe? Wakasema tumekukamata kwa sababu hatukuelewi. Lakini baadaye akawadanganya tena. Alipowadanganya ikaonekana, rais akafuatilia, akasema mbona huyo mtu ana akili nyingi sana, hebu mleteni kwangu. Wakampeleka kwa rais. Rais akamwambia, tumeona wewe ni kiumbe wa ajabu, una akili nyingi sana, pamoja uko kama sisi lakini kama unatuzidi akili. Hebu tueleze, miaka mingi sana sisi hatupati mazao. Tunalima, tunajitahidi sana, tunapoteza nguvu nyingi sana katika kulima, lakini hatupati mazao. Unahisi ni kwa nini? Akamwambia, mazao hampati kwa sababu kuna makosa mmeyafanya kwenye asili. Na hayo makosa mlioyafanya inatakiwa niongee na mizimu ili haya makosa yarekebike, ili mwe mnavuna. Haya, turekebishe hayo makosa ili tukusamee. Basi wakarekebisha yale makosa, akagundua kumbe wanamwagilia kutumia soda. Akamwambia, nimeongea na ardhi, mizimu imesema haitaki mtumie soda, mwe mnamwagilia maji. Kwa hiyo wakamwagilia maji kwa wingi pale. Makampuni ya soda yakamwonea wivu tena, maana soda zilikuwa zinunuliwi tena. Yakamkamata tena. Yalipomkamata akaenda kufungwa. Wakati yuko kule mahakamani, baada ya kama siku 7 wakagundua mimea inaota. Wakamtaarifu rais. Rais akasema kuanzia leo wasikufunge, wewe sio huna hatia tena, njoo uwe rais. Kwa hiyo ndio akawa rais. Rais akakaa benchi. Ni kwamba ninaposema nina uwezo wa kurudi nyuma, mimi nina akili nyingi za nyuma, na nina akili zilizopo, na nina akili zitakazo kuja. Na ndio maana wakati mwingine nimekuwa nikielezea mambo kama yalivyo na yanatokea. Wakati mwingine niliweza kutabiri mambo makubwa, magumu, mazito, na yalitokea mpaka watu wakanifuata wakasema, hapana, wewe unawezaje kujua? Nikamwambia kujua ni hekima ya ziada, na kujua ni hekima ya fizikia. Maana yake ni ile time travel, kwamba naweza nikaenda mbele ya muda kwa safari ya zaidi ya mwanga na nikaona yatakayokuja baada ya miaka kadhaa. Lakini mara nyingi napenda kuconnect ya miaka mifupi na miezi michache ili kuweza kuweka attention kwa watu waweze kutambua kwamba ipo nguvu iliyo rasmi katika kuishi, supernatural power ambayo yeyote akiitii inaweza ikamsikiliza na ikamfaa. Kwa hiyo ninapoeleza hivyo na maana kubwa, nimeweza kuchungulia na nimeweza kuona kwamba sioni ndoa, pamoja na kwamba kapo iko vizuri na watu wamependana, pamoja na kwamba kwa nchi yetu ya Tanzania unapoleta kapo ya wastara na kapo ya Dudubaya hakuna ambaye hashangai. Kila mtu unaweza kaona kwamba ameshangaa kwa sababu si kitu ambacho kilitarajiwa. Lakini kwa bahati kubwa ni kwamba binti anaongea sana na kaka anaongea sana. Kwa hiyo they are very happy. Ni kapo ambayo ingeweza kuwa si ya kawaida katika uishi wetu hapa Tanzania. Lakini nieleze tu wazi kwamba yani kuna masharti makubwa sana ambayo yanatakiwa yafanyike ili waweze kuwa pamoja. Na hayo masharti inatakiwa wavunje msingi wa walipoanzia. Mimi hata walipoanzia nilipaona, japo siwezi disclose kwa sababu nitakuwa kama naingilia haki za watu. Walipoanzia anapajua. Kwa hiyo wakivunja ule msingi wa pale walipoanzia, wakaamua sasa waanze wao kama wao wenyewe, watafika. Japo itampasa Dudubaya asilimu, maana wastara hata silimu. Na wakikubaliana kwamba hapana, tutafunga ndoa ya serikalini, kwa wao walipofikia haitawafaa sana, japo inaweza kawafaa tu kwa namna ya kusema tumeoana, lakini haitadumu. Kwa hiyo Konki inabidi asilimu. Ni sehemu ya masharti kati ya niliyoyataja, likiwemo hilo la mwanzo kwamba waachane na pale walipoanzia, waanze upya. Ndio. Okay. Ndio. Sawa, umezungumza kwamba wewe kama kiongozi wa kimila hawajakutafuta. Kwamba Dudubaya kwa sababu hajakutafuta
kwa maana yake ndio unasema kwamba ndoa yake huenda isidumu. Fanya mambo ambayo sio ya kawaida, ikiwa na maana kwamba wasanii uwepo wangu wanaujua, viongozi baadhi uwepo wangu wanaujua, na kuna mambo ambayo huwa tunashauriana tukifamilia, kwa sababu mimi ni kijana kama wao, lakini vivyo hivyo nina upeo ambao wao wanaufahamu, kwa sababu wameshanijaribu kwa mengi na nimeyafanikisha kwa kadiri ambavyo hata wao hawakutarajia. Si kwa sababu hajanitafuta kwamba ndipo ndoa haitakuwa sawa, hapana. Dudu Baya ni rafiki yetu, ninaposema ni rafiki yetu ni kijana mwenzetu. Natamani sana naye ndoa yake ingeenda vizuri, maana ndoa ni faraja. Katika ndoa kuna faraja nyingi sana. Ila ninasema haitakuwa kwa sababu nilichokiona mimi ndicho ninachokisema. Ila kuna mengi siwezi kuzungumza sana kwa sababu nitakuwa nimedisclose vitu vya watu ambao pia nao wana haki ya kuendelea kufurahia yale walionayo kwa wakati huu. Na siko tayari kuwakatisha tamaa katika hilo. Ila nimewashauri tu ushauri mmoja kwamba ili iwe vile wanavyotamani, ili iwe ndoa kamili kwao, inabidi warudi pale walipoanzia, wapabadilishe, waanzie sehemu nyingine. Ila kwa chanzo cha pale walipoanzia hawataweza kukaa pamoja. Kwani walianzaje? Ndio maana nikasema sita disclose kwa sababu hawajaweza kusema, nisiseme kwa sababu nitakuwa pia kama nimewanyima haki yao ya msingi. Maana sisi pia katika kuona kwetu huwa tuna hekima. Na hekima kubwa ya kwanza ya pekee ni ile kuto disclose siri za watu. Maana walipoanzia mimi napaona na wao wanapajua wao wawili, japo wengi hawajaambiwa, lakini mimi napaona. Na lakini ukimwangalia Wastara, una imani kabisa kwamba faraja yake, yani furaha yake itarudi, kwa sababu amepitia changamoto nyingi sana na anahitaji mwanaume ambaye hatampa tena kujuta kwamba kwa nini nimeingia pale. Je, Dudu Baya huenda kafanyika furaha kwa Wastara? Ninaomba tu Dudu Baya unisamehe kwa nitakao yazungumza, pia Wastara naomba unisamehe kwa nitakao yazungumza. Hasa Wastara naomba unisamehe sana. Bahati mbaya sana wanawake mpaka sasa hivi hawajajua wanachokitaka. Na mara nyingi huwa wanawake wanaangalia leo, huwa hawajui kuona kesho ikoje. Na ndio maana unaweza kushangaa pamoja na maelekezo yote yanayoendelea mpaka sasa hivi, kama umefuatilia mtanange ulivyo, haujajua wataishi upande gani. Japo Konki anatamani Wastara akakae kule, ambapo wakati mwingine si jambo linaloweza likawa jepesi hivyo. Kwa hiyo kwa sababu zinazofanana na hizo, wakikaa pamoja watapata furaha kubwa na wanaweza wakawa na ukomavu usio wa kawaida, kwa sababu Wastara ameshatendwa. Ninaposema ametendwa, si kutendwa kwa Sajuki, pale alipotelewa kama viumbe kama tulivyo viumbe, kwamba kuna kuishi na kufa. Lakini wakati mwingine tunapomzungumzia Dudu Baya, Dudu Baya ni mkomavu, sio mshamba wa mapenzi, na wala Dudu Baya hawezi kumtesa kwa namna yoyote Wastara, isipokuwa tu kwamba Dudu Baya pia na yeye alishatendwa. Kwa sababu ninaona kuna wakati fulani alikuwa anazungumzia namna yule kijana wake mama yake walivyokutana ba, na namna anavyojuta kwa nini walikutana ba. Ila kwa kadiri ya ilivyo Wastara wakakutana ba, kwa sababu Wastara ni mtu mstaarabu sana, na Dudu Baya mpaka nafikia ile hatua na kuamua kufanya hivyo ni yao. Naitwa Kala Jeremiah na hii ni PTV Tanzania.